Mtaa Kilimahewa una jumla ya wakazi 5630 ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikosa huduma muhimu za utawala kwa ukaribu. Kutokana na changamoto ya kukosa ofisi nzuri, serikali ya mtaa kwa kushirikiana na wananchi ya kamati ya maendeleo ya kata, ofisi ya mbunge wa jimbo la Ilemela na halmashauri ya manispaa Ilemela tuliamua kuanza rasmi ujenzi wa ofisi hii ya kisasa itakayowezesha utoaji wa huduma bora kwa wananchi wote wa mtaa huu kwa kuondokana na kero za kupangisha ofisi. Lengo la mradi huu ni kuhakikisha kuwa wananchi watapata huduma kwa haraka, kwa wakati na kwa ufanisi. Kupitia ofisi hii, suala la kiutawala, usuluhishi wa migogoro, utunzaji wa kumbukumbu na utoaji wa taarifa muhimu yatafanyika kwa ufanisi. Hadi sasa hatua ya ujenzi wa ofisi imefikia 90% ya ukamilishaji mpaka sasa. Kiasi cha shilingi milioni 26,290,000 kimetumika katika hatua za ujenzi, ambapo kiasi cha shilingi milioni 20 kutoka halmashauri ya manispaa Ilemela, shilingi milioni 5 ni mchango wa wananchi, wadau mbalimbali, na shilingi milioni 1,290,000 ni thamani ya tofali 700 na mifuko 10 ya simenti kutoka ofisi ya mbunge jimbo la Ilemela, ambapo kazi ambazo hazijafanyika ni pamoja na kuweka top za milango, madirisha ya vioo na kuweka maji na umeme, ambazo zinaweza kugharimu kiasi cha shilingi milioni 10 ambazo zimeombwa kwa mkurugenzi kupitia kamati ya maendeleo ya kata. Mwisho, tunakuomba Mheshimiwa Mbunge kama kiongozi wetu na mwakilishi wetu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uendelee kutuunga mkono ili kuhakikisha ujenzi huu unakamilika kwa wakati na kwa ubora unaostahili. Tumeweza kunyanyua jengo hili kwa kushirikiana na nyinyi kwa michango yetu midogo ya shilingi 2,000. Tumeweza kujenga jengo la kisasa kabisa. Na pia nimpongeze Mheshimiwa Mkurugenzi akishirikiana na diwani wetu wa kata ya Nyamanoro kwa kupambana na kuweza kuingiza fedha ya shilingi milioni 20 na kumalizia jengo hili, japo imebaki kidogo sana. Mungu awabarikie viongozi hawa na azidi kuwapa nguvu na afya iliyo njema. Jengo letu ni la kisasa. Kuna watu mbalimbali wakipita wanauliza hii ni ofisi ya serikali au ni zahanati? Tunawaambia hapana, hii ni ofisi ya serikali ya mtaa. Ndugu zangu, wana Kilimahewa na kata yote kwa ujumla, mitaa mbalimbali iliyobeba kata ya Nyamanoro mitaa 7, na washukuruni sana kwa kuweza kuja katika tukio hili na kuweza kuzindua kuweka jiwe la msingi katika ofisi yetu ya serikali ya mtaa. Yote mnayaona yanafanyika ndani ya kata ya Nyamanoro katika miradi yote. Tumekuwa na majengo ya mashule, magoma yote ametusaidia simenti. Mheshimiwa Mbunge, tunakushukuru sana na kupongeza sana. Lakini vile vile nataka nimweleze katika shule yetu ya sekondari ya Nyamanoro ametusaidia sana baba. Lakini leo juzi tulipita na kamati ya siasa ya kata kwenda kukagua miradi kwa ajili ya kuandaa utekelezaji wa ilani 2020-2025. Wamejionea pale katika shule yetu ya sekondari ya Nyamanoro tumepata hostel, lile jengo ambalo tulisaidia sana, tukamlipa fidia ile bwana jengo jirani pale Adakoka. Jengo lile ambalo kwa nyumba mtu anaishi leo imekuwa ni hostel. Watoto wetu wa kike wanalala pale form 2 pamoja na form 4 kwa ajili ya kujiandaa na mitihani. Nyamanoro safi. Wakati tumeingia madarakani tulikuwa na slogan ya kusema Ilemela ni yetu, tushirikiane kuijenga, ambao tulikubaliana ya kwamba pale ambapo jamii inaibua mradi basi tunatakiwa kushirikiana kuhakikisha kwamba unakwisha. Kwa mtaa huu wao waliona jambo kubwa la kufanya katika ushirikiano huo ni kuwa na ofisi ya serikali ya mtaa, kwa sababu hawakuwa nayo na walikuwa kwenye upangaji. Sasa katika swala zima la upangaji, unaweza ukapanga leo hapa, kesho ukahama ukaenda kwingine, ukawa unawasumbua pia wananchi wako. Kwa hiyo nimpongeze mwenyekiti Fataki wa mtaa Kilimahewa pamoja na watu wake
alipopeleka mradi wake kwenye ODC, diwani aliupokea mara moja na kuweza kuwakubalia, wakaanza kujenga. Sasa katika ujenzi huu mpaka hapa lilipofika hili jengo limegharimu milioni 26,260 mpaka lilipofika hapa. Kuna mchango wa wananchi pale milioni 5, lakini kuna pesa ambayo ililetwa na halmashauri milioni 20, lakini pesa nyingine katika swala la vifaa, tofali zote ambazo zimejenga ofisi hii zilileta kutoka kwenye ofisi ya mbunge. Ndio hapo tunapokamilisha ya kwamba Ilemela ni yetu, tushirikiane kuijenga. Kwa hiyo kuwa na ofisi tayari umeshapunguza adha kwa wananchi, lakini pia unamfanya mwenyekiti awajibike katika ofisi yake, na sio pia katika mwananchi anapotaka huduma aanze kumtafuta, leo yuko nyumbani, pengine anamwambia niko mahala fulani, kitu ambacho kilikuwa kinaleta changamoto kubwa kwa wananchi. Kwa hiyo kuwa na ofisi hii tayari kumesha rahisisha huduma za wananchi, wanajua ofisi wapi watakwenda kupata huduma, lakini pia inasaidia kuweza kuwa na uhakika na huduma ya serikali kwenye eneo ambalo linatambulika. Na ofisi hii ukiangalia, yani haina hadhi ya mtaa, ina hadhi ya ofisi ya kata. Kwa hiyo niwapongeze sana wananchi wa hapa, na ramani walipata ramani kutoka halmashauri nzuri na wakafanya hivyo. Kwa hiyo ninachotaka kusema, nasisitiza tu kwamba swala la kuwa na ofisi za serikali za mtaa ni la muhimu, na kwa Ilemela tumejenga ofisi nyingi sana. Karibu kila kata ambao wamejenga ofisi ya mtaa, mkono wa mbunge uko pale, lakini wananchi wenyewe ndio wanakuwa naibua miradi yao, iwe ya elimu, iwe ya afya, iwe ya huduma hizi za utawala. Nadhani kimetufikisha hapa tulipo kwa sababu changamoto ya ofisi za serikali za mtaa inaendelea kupungua siku hadi siku, na ukienda kata za pembezoni, karibu mitaa mingi yote imeshajenga ofisi.